Mama mtoto wetu mimi hapana, mimi sijakubali chochote. Mtoto wetu anaonyesha kila mpaka kwenye ultrasound, huyo sio kwetu jamani, serikali tufanye sana Mama Samia. Huyo mtoto mwenye kilo 2 sio kwetu jamani, kwa nini tufanyia hivi? Basi nitoke. Deni irudiwe tafadhali. Mimi na Mama Samia Suluhu Hassan achukue deni ya watoto wote waliozaliwa hiyo siku, kwa sababu huyo mtoto mwenye kilo 2 sio kwetu. Na huyo Gloria alishampa huyo Mariam akawa anamnyonyesha. Alafu tena amemtoa kwa Mariam amempeleka kwenye hiyo sindo premature room, ndo anasema ni mtoto wetu. Hapana. Hapana. Deni anasema kwamba nitasielewi. Kwani alimpa huyo Mariam huyo mtoto? Naitwa Prosper Msofe, ni diwani wa kata ya Daraja 2 na niko na mama hapa, ni mwananchi wangu lakini pia vile ni balozi wangu. Alipata message asubuhi kwamba matokeo yametoka ya DNA ambayo ilikwenda kupimwa, na tulipokea DNA inaonyesha kwamba mtoto ambaye sasa ni marehemu alikuwa ni mtoto wa Neema ambaye ni mtoto wa balozi, kwa maelezo hayo. Lakini kwa maelezo pia mama anasema mtoto yule alivyozaliwa hata kama alikuwa ni wa kwake, lakini hakupewa alinyonyesha mtu mwingine, na baadaye mtoto akachukuliwa tena akarudishwa akaambiwa ni wa kwake, pamoja na kuchanganya na kanga na mambo mengine. Kwa sababu tumetoka polisi sasa hivi na bado wamechoka, ninataka tupate muda zaidi wa kujua tutachukua hatua gani baada ya hapa. Lakini bado ni majibu ya DNA yametoka, bado faili itakwenda kwa mwanasheria wa serikali. Bado tuna room kubwa ya kujua zaidi ukweli ilikuwaje, kama alikuwa kweli ni wa kwake, kwa nini alipewa mtu mwingine akamnyonyesha. Na kwa nini mtoto alizaliwa bado hajawekwa jina, kuacha jina kwenye mkono kwa mujibu wa taratibu. Kwa hiyo palikuwa inaonekana palikuwa na kusudi la tangu mwanzo. Kwa nini mtoto azaliwa wote wasivalishwe majina? Kwa nini mtoto azaliwa alicho kanga mwingine? Kwa nini mwingine anyonyeshe mtoto wa mwingine? Kwa hiyo bado kuna mambo ya kuangalia zaidi hapo. Kwa hiyo tutapata muda zaidi tuweza kutoa majibu baadaye zaidi. Nashukuru sana. Majibu ya DNA iliyotoka ni watoto wote watatu. Watoto wote watatu na wazazi wote watatu. Okay. Na watoto wote walikuwepo hapo, waliletwa, waliozaliwa siku ile, wao wawili ambao wako hai, yule mwingine alishafariki, na wazazi wao wapo, na tumepokea majibu kama timu, mkoa, Mount Meru hospitali, wazazi wa kila pande na sisi na kiongozi wa chama walikuwepo. So tumechukua majibu kwa pamoja. Tunaomba muda zaidi wa kutoa majibu juu tutafanya nini zaidi. Mtoto aliyefariki nadaiwa kwamba ni wa Neema. Ni wa Neema ndio. Je, familia imekubali kupokea hiyo maiti au la? Ndio umesikia majibu ya mama hapa. Maiti bado hajachukua, iko mochwari, tuliacha siku ile na mpaka sasa tujaamua tunafanya nini. Kwa hiyo baada hapa tunasema kama tutaamua kuichukua baada ya kuwaje tutapata majibu zaidi, tutajulisha zaidi waandishi wa habari. Asante sana. Naitwa Neema Adam Kilugala. Wanatuambia yule mtoto aliyotubadilishia ni mtoto wangu, ila mimi sijakubaliana nao. Mtoto wangu najua yupo na amebadilishwa, kwa hiyo tunaomba mtusaidie katika hili. Mama Samia, mkuu wa mkoa, tusaidieni katika hili nimpate mtoto wangu. Naitwa Fauzia Mustafa, ni wakili wa kujitegemea Arusha, lakini pia natokea kampeni ya Mama Samia inayotoa msaada wa kisheria. Kilichotokea leo, jioni ya leo, tuliitwa kupokea majibu ya vipimo ambavyo vilienda kufanywa ya vinasaba kati ya wazazi waliojifungua na watoto waliozaliwa siku hiyo ambayo mteja wetu sisi anailalamikia. Na kilichotokea ni kwamba majibu hayo yanaonyesha kwamba mtoto ambaye mteja wetu anasema si wa kwake, vinasaba vinaonyesha uwiano wa 99.9%, yani kwa maana nyingine ni mtoto wake, kutokana na majibu ambayo tumepokea leo hii. Na kwa wale wazazi wawili wengine, majibu vile vile yanaonyesha wao na watoto wao uwiano wa vinasaba ni 99.9%, kwamba ni watoto wao pia. Sasa sisi kwa utaratibu wetu, baada ya kupokea majibu hayo, ni wajibu wetu sisi kukaa chini na mteja wetu na kujua ni nini ambacho anawaza au anataka. Kama atakuwa hajaridhika na majibu hayo, kuna taratibu za kisheria ambazo zinatakiwa zifuatwe, na sisi tutakuwa tayari, kama atatamani taratibu hizo za kisheria zifuatwe, tutakuwa tuko tayari kumsaidia. Utaratibu mmoja wapo ni kuomba vipimo hivi viweze kurudiwa. Huo ndio utaratibu mmoja wapo ambao anaweza kufanya na anakubalika kisheria. Mimi naitwa George Onyango Daniel, ni afisa sheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, ambao niko hapa Arusha kwa ajili ya kutoa msaada wa kisheria chini ya mwamvuli wa Mama Samia, msaada wa kisheria kwa umma.
Katika siku ya leo tulikuja hapa katika kituo cha polisi kwa ajili ya kupokea majibu ya uchunguzi wa DNA kwa kifupi juu ya malalamiko yaliyotolewa na mzazi mmoja kwamba mtoto wake aliyejifungua katika hospitali ya Mount Meru kuna uwezekano mkubwa kwamba alibadilishiwa na kukabidhiwa kwa mzazi mwingine. Kwa hiyo malalamiko hayo yalipokelewa na polisi na yakapelekwa kwa mkemia mkuu wa serikali, na siku ya leo tulikuja kupokea majibu. Bahati nzuri wazazi wote ambao sampuli zao zilichukuliwa walikuwepo na majibu yametoka. Kwa kifupi ni kwamba majibu yameonyesha ya kwamba huyo mtoto aliyekuwa amelalamikiwa, ambaye bahati mbaya alishafariki, ambaye yule mama mzazi alidai sio mtoto wake, matokeo yameonyesha uhusiano mkubwa wa huyo mtoto na huyo mama mzazi aliyelalamika, na haya matokeo yameonyesha matokeo ya 99.99 kwamba huyu mama ana uhusiano mkubwa na yule mtoto ambaye alifariki, ambaye alilalamika kwamba sio wa kwake. Walipimwa watoto, sampuli zichukuliwa kwa watoto watatu na kwa wazazi watatu tofauti. Kwa hiyo kila mzazi na sampuli ilichukuliwa ilionyesha uhusiano mkubwa na yule mtoto wake aliyekuwa naye. Kwa hiyo yule mtoto aliyelalamikiwa pia uhusiano wake umeonyesha kuwa ni mkubwa na yule mama aliyelalamika. Maazimio tuliyotoka nayo kwamba mtoto aliyelalamikiwa, kwa sababu majibu yameonyesha kwamba uhusiano wake ni mkubwa na yule mama, basi majibu hayo yabaki kama yalivyo. Asubuhi tulivyokuja hakukutokea mkanganyiko. Ilikuwapo ni kwamba wazazi wale wawili hawakupatikana kwa urahisi wakati ule wa asubuhi, kwani walikuwa mbali, lakini wakaomba kwamba tufanye kati ya saa 9 au saa 10, na kwa sababu ni haki ya kila mtu ambaye sampuli yake ilichukuliwa kusikiliza majibu, na sisi pia tukaona ni msara, lakini pia ni takwa la kisheria ya kwamba mtu awepo kupokea majibu ya swala linalomhusu. Kwa hiyo tulirudi saa 9 na bahati nzuri wote wakafika na majibu yakatolewa mbele yao wote na wote wakapokea majibu.